Na kusalimu na kukukaribisha JCTV. Hiki ni chombo chako cha habari cha mtandaoni chenye makao yake mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hapa tunakuletea taarifa sahihi za haraka na zenye uhakika kutoka DRC na zile ambazo zinamgusa mkongomani aliye nje ya DRC. Leo ni Ijumaa Julai tarehe 17 mwaka 2026. Tulionayo hii leo. Mamlaka za DRC zinasema zimepata ushahidi mpya wa kiufundi unaoweza kuimarisha tuhuma zao dhidi ya Rwanda katika mzozo unaoendelea mashariki mwa nchi hiyo. Umoja wa Mataifa wawekea vikwazo Corneille Nangaa na viongozi wengine wa makundi ya waasi. Rais wa DRC Felix Tshisekedi amewasili mjini Luanda, Angola kushiriki katika toleo la 3 la mkutano wa kimataifa wenye kauli mbiu wito wa amani, kumaliza vita na kuheshimu sheria za kimataifa. Na mwanamuziki Mr. Gave, mmoja wa sauti maarufu za mji wa Uvira, amefariki dunia ghafla jioni ya tarehe 16 Julai mwaka 2026. Yes, this is for you, Zainab. You are my gift, wallah. Kuna hayo na mengine mengi na kuomba twende sote hadi mwisho wa makala hii. Naitwa Musa Huseni, karibu. Na sasa tuangazie kwa kina taarifa zetu. Wanamgambo walirushiana risasi karibu na kituo cha matibabu ya Ebola huko Nyankunde, karibu na Bunia, mashariki mwa DRC. Katika tukio jingine, watu wenye hasira walivamia na kurusha mawe kwenye majengo ya kituo hicho. Kufuatia matukio hayo, timu zinazoratibu mapambano dhidi ya Ebola zimeondolewa eneo hilo kwa sababu za kiusalama. Jemaine Hassan Kiahwere na ripoti kamili. Shambulizi hili lilitekelezwa na wapiganaji wa FPK baada ya mmoja wao kufariki katika kituo hiki kwa maambukizi ya virusi vya Ebola, vyanzo vya habari vikieleza. Kasereka Mawaya, mmoja wa wataalamu wa afya katika mji wa Bunia mkoani Ituri, akidai kwamba madaktari vile na wagonjwa walikimbia kwa kuhofia maisha yao. Waganga waliweza kujipenyeza na kuelekea mahali pa usalama, lakini watu walioko katika viunga vya huko Nyakunde ipo katika mji wa Bunia, na virusi vya Ebola vimeenda kuibuka na kuwashambulia wakaaji, na wakaaji wengi wamesema kwamba hawako serious na haya magonjwa ya Ebola, na kwamba njama yetu sisi waganga tumefanya, ingalao sisi kama watafiti ambao sisi ni waganga wa afya tunajua kwamba magonjwa hayo yapo katika mji na yametuvamia kiukweli. Kuwahimiza raia ili waweze kutambua magonjwa kama yapo, tumejaribu kusanya wakaaji sugu katika maeneo haya, hasa katika mji wa Bunia, na kuweza kuwaeleza jinsi gani magonjwa haya yanaripuka ndani ya miili zetu, kwa sababu tumemwambia kwamba hata mwili usiokuwa na uhai ndipo naweza kuugusa, ambao uliweza kufa na kuathirika na virusi vya Ebola. Sio vizuri kukaribia mwili huo, inabidi kusogea kabisa mbali, sababu magonjwa hayo yanaathiri raia katika maeneo haya, na wengi wako wakienda wakikubali, wakiona kweli mambo ni sawa, lakini wengi wao wanadai kwamba sisi kama waganga tunafanya njama na kutafuta pesa kwa minajili ya kuwamaliza raia katika maeneo haya, na ndio maana tupo mbioni ili kuweza kuwahimiza ili waweze kujua kwamba magonjwa yapo katika viunga vya mji wa Bunia. Shirika la raia mkoani Ituri likiangazia kwamba kilichoshuhudiwa sio shambulizi bali jaribio ya shambulizi, huku likisema kwamba katika jaribio hiyo kuna kiongozi wa kundi hili la FPK aliyeuliwa baada ya kukabiliana vikali na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lililokuwa likipiga zamu kando mwa kituo hicho cha Nyakunde. Diedone Losa ni kiongozi wa shirika la raia mkoani Ituri. Kufuatana na taarifa tuliyopata, kuna mwanamke mmoja aliweza kufariki karibu saa 10 ya jioni jana. Sasa inawezekana aliweza kuwa karibu na jamaa ya wale wanamgambo wa FPK. Lakini wakati yule mama alikufa, kulikuwa watu fulani walifanya kuja kidogo, walivunja tu luba ama clôture ya kuingia kwa mahali pa kutunza wagonjwa wa Ebola, lakini hawakuingia ndani.
hakuna mgonjwa aliyotoroka ndani, hakukuwa. Lakini ule kiongozi wa FPIC aliweza fariki karibu saa 1 ya usiku, tena mahali amekufa huko karibu kilomita 2 na pahali pa kutunza wagonjwa. Kiongozi wa FPIC kweli aliuawa. Imearifiwa kama kulikuwa kama jeshi ya FARDC ndio walitokea pale wakapigana nao. Vile tumezungumza naye Christophe Munyanderu akiwa katika wilaya ya Irumu. Hiyo magonjwa ni magonjwa makali sana, na wakati wameweza kupiga hicho kituo kimesababisha wagonjwa ambao waweza kukimbia ndani ya miji, na ni shida kabambi ambayo imeweza kuingia, kwa sababu hao ambao wamekuwa na hiyo virusi wataweza kuingia, kuna watu wataweza kuwagusa ya hiyo virusi kwa wananchi, na ni shida kabambi kwa sababu tulikuwa tukizania kwamba watu wanaweza kuendelea kwa kujikinga ijapokuwa magonjwa ipo, lakini wakati wale ambao walikuwa wameweza kuathirika na hiyo virusi, wakati wameweza kurudi ndani ya mji, hiyo ni shida kabambi, na ni kitu ambacho tunaendelea kushutumu wale ambao waliweza kukamata hiyo mpango ya kuweza kubomoa hiyo kituo cha afya, na hata waganga wameweza kurudi Bunia. Inaonyesha kwamba ngambo ya Irumu huko Nyakundi ni shida kabambi ambayo imeweza kuingia. Katika mkoa wa Kivu Kaskazini, mkoa ambao umeathirika zaidi ya mara 3 kwa maambukizi ya virusi vya Ebola, tumemuuliza Jinyore Mbakulirae wa Sosiko DRC ili kufahamu kipi kifanyike kwa kupunguza visa vya uvamizi ya vituo vya afya na makundi yenye silaha wakati huu wa mlipuko wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kazi nguvu yenye naomba gouvernement na wapartenere wake waone namna gani ya kutia moyens necessaires ya kufanya yenyewe wanaita SBC, sensibilisation a base communautaire. Hii inapasha saidia watu ya Ituri kutoka ku mambo yote yenye tuko nafuata a partir ya huku kwetu mnoro Kivu. Na muno najua huku kwetu pia kuko Ebola, lakini haiko sawasawa na Ituri. Alors Ituri najua ya kwamba kule magonjwa hayapitaka sawasawa na huku. Kitu ya kwanza naomba wana renforcer communication, na mimi natoka kusema wanatie yenyewe wanaita SBC, ile sensibilisation à base communautaire, kutumika na vikundi mbalimbali na kufanya yenyewe wanaita amo dialogue communautaire. Ile dialogue communautaire itawasaidia kutumika pia na maredio yenye iko pale Ituri, itapasha kusaidia watu kutumizia pia wa influenceurs mu niveau ya ma réseaux sociaux, ba influenceurs mu niveau ya Bunia, inapasha saidia communauté ku comprendre ke magonjwa iko na inaua. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wakiwa na hisia mbalimbali. Placide Nzilamba yuko katika mji wa Goma. Mbinu ambazo wameziweka ili kukumbusha watu kama Ebola ni hatari kubwa, mbinu hizo haziza bado ingia katika vichwa vya watu. Ijapo tunakuwa kwenye kipindi cha 17 cha Ebola, ilibidi tujue kama Ebola ni hatari na ni ugonjwa ambao unaua. Mbinu zibadilishwe. Mbinu ambazo wamezianza nazo inaonekana kuwa hazitafua dafu. Wabadili mbinu, waonane na wakubwa makada katika raia wa Ituri, waongee nao. Hao wote ambao wanashika vikundi vya vijana, vya wamama, hata vikundi vya kumiliki silaha, inabidi wahimizwe kuhusu magonjwa hayo. Kumbuka kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza rasmi mlipuko wa virusi vya Ebola tangu Aprili 15 mwaka 2026 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwa sasa maambukizi imeenea katika mikoa mbalimbali kama Ituri, Hotuele, Chopo, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, huku wataalamu wa afya wakiendelea kuwahimiza wakaaji kwa kuzingatia kanuni za afya ili kupiganisha maambukizi na kuelekea kwenye vituo vya afya kwa haraka baada ya kuonesha dalili ya ugonjwa huo hatari. Bunia, Beni, Butembo, maambukizi imechukua mwendo kasi ikiwa ni hatari kwa maisha ya wakaazi. Jeremy Asani Kiawere, GCTV, Beni. Kwa habari za haraka, za kina na za uhakika kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa kwa mkongomani aliye nje, usikose kusikiliza JCTV. Usikose pia kusubscribe, comment, like na kushare. JCTV ni jicho lako. Tunaendelea kukusogezea taarifa zetu. Mamlaka za DRC zinasema zimepata ushahidi mpya wa kiufundi unaoweza kuimarisha tuhuma zao dhidi ya Rwanda katika mzozo unaoendelea mashariki mwa nchi hiyo.
Kwa mujibu wa taarifa zilizochapishwa na Africa Intelligence, vyombo vya usalama vya DRC vimedai kubaini matumizi ya drone za kivita za Uturuki aina ya Bayraktar TB2. Drone hizo zinadaiwa kuruka kutoka katika viwanja mbalimbali vya ndege vilivyoko Rwanda kabla ya kutumika katika operesheni za kijeshi dhidi ya jeshi DRC. Kinshasa inaamini kuwa taarifa hizi zinaweza kutoa ushahidi zaidi kuhusu kile inachokitaja kuwa ushiriki wa Rwanda katika mapigano yanayoendelea mashariki mwa RDC. Hata hivyo, hadi sasa hakuna taarifa rasmi kutoka upande wa Rwanda kuhusu madai hayo. Tuelekee Kivu Kaskazini. Raia wasiopungua 10 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa na watu wanaoshukiwa kuwa wanachama wa kundi la ADF katika mji wa Mangina, Kivu Kaskazini. Awali, Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na Ezahi Katasi ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka Beni, DRC. Katika mahojiano hayo, Abedi alimuuliza kuhusu idadi ya watu waliouawa. Akijibu swali hilo, Ezahi Katasi alianza kwa kutoa takwimu za idadi ya waliopoteza maisha. Kwa kweli kwenye hiyo mauaji ya Mangina, leo asubuhi wamekwisha kugundua miili ya watu 10 ambao wamefariki, na kati ya hao watu 10 kuna watu 4 ambao walikufa katika chembechembe la Kalunga, na hapo kwenye hiyo chembechembe watu 6 wakaumia, na hao wengine 6 ambao wamepatikana ili iwe 10 waliuliwa katika chembechembe ambayo inaitwa Makulu na Malipizo. Yaani wote idadi ya wale waliouliwa ni 10 na wale ambao wamejeruhiwa ni 6. Wameuliwa katika mazingira gani? Walikuwa kwenye shughuli zao za kila siku, nikimaanisha mashambani? Walikuwa wapi? Ilikuwa vipi mpaka wakauawa? Kwa kweli mauaji ambayo yanapitika kwa sasa sio mauaji katika mashamba, ni mauaji katika miji, na ndicho kinatushangaza sana, kwani wameingia katika mji wa Mangina ilikuwa saa 1 ya usiku. Yaani ni kusema watu wote walikuwa wameondoka shambani, wako kwenye manyumba, na wamefika katika mji, wameanza ushambulizi watu wakiwa ndani ya mji. Na kwa kuangalia kwa mbali walikuwa wametokelea ngambo za Sayo. Kwa juma ambao tumemaliza hapa, walirudi Sayo katika siku 2 wakiwaua watu. Hapo Sayo ni kijiji ambacho kinapatikana pembezoni na mji wa Mangina, na kwa duru zinazoaminika ni wale ambao walifanya mauaji katika kijiji cha Sayo ambao ni kata ya mji wa Beni, ndio wameenda kupatikana wakifanya mauaji katika mji wa Mangina. Yaani ni wale wamejelelea ndio wanapita Mangina na wanaua Mangina. Na kwa duru ambazo zinaaminika, asubuhi ya leo kwa mkia leo siku ya 4 wametoka Mangina, wamefika katika kijiji ambacho kinaitwa Karibu. Ni kijiji ambacho kiko karibu na mji wa Kianzaba, si kilomita mingi kabisa na mji wa Kianzaba. Hapo pia wamefanya unyama, wameunguza duka, wamepora mbuzi, wameunguza nyumba. Yaani ni vitendo ambavyo kwa kweli sisi kama wananchi kuvielewa inakuwa kugumu kuona madhara ambayo yanatokea kisha kupita kwa hao wahuni wa ADF, hao wahuni wa ADF. Na katika vijiji vyote hivyo ambavyo umetoka kuvitaja hapo, hakuna vyombo vya ulinzi na usalama vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambavyo vinalinda raia na mali zao? Vyombo vya serikali katika mji wa Mangina kuna vyombo vya serikali, na wamejitahidi kufanya yale ambao wanaweza wakafanya, na hapo ndipo wakifanya hayo ndio maana mauaji hayakuweza kusogea kwa mbali sana. Yaani wakati intervention ya serikali ilitokea ndipo waliweza kuzuia mauaji yaweze kuwa juu ya hiyo ambayo tumeona. Lakini utafutaji wa miili ya wale ambao walifariki unaendelea mpaka sasa, na tunawaza ikiendelea hivyo, kwani ADF wakati inaingia kwa mji kuna wale ambao inabeba mateka, inawaua wakishafika eneo ambazo hazina watu katika mashamba. Alafu tunawaza hii ambayo ni idadi inaweza kaongezeka na inaweza kuwa zaidi ya watu 10. Na kwetu sisi tunasema vyombo vya serikali sharti waweze kuona namna gani wanaweza wakacheza mchezo ya kupambana, sio ya kuja kuzimisha moto ambao umewashwa na ADF.
sherti waweze wakaingia ndani ya operation ambazo zitasaidia kuweza kuzuia ADF kuingia katika vijiji, kwani sana wakati kuna fununu mbalimbali ambazo zinatokea kwamba kuna watu ambao wasiojulikana wameonekana fasi fulani, sherti serikali iwe ikifanya mbio kwa kuchunguza na kwa kuangalia ni wanani na kuweza kujua kitu wanaweza wakafanya ili tatizo lisipate raia. Unajua, mpaka ADF waingie kwenye miji kuja kutekeleza mauaji, na maana wanaingia kwanza kabla ya kutekeleza mauaji hayo. Na pengine tuangalie sasa mfumo mzima wa ujasusi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii inaonesha ni kiasi gani labda mfumo wa kijasusi ni dhaifu sana katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pengine hii ni hatari kiasi gani kwa usalama wa taifa? Hayo mambo yote jinsi yanavyoendeka ni hatari kubwa kwa taifa nzima, kwani wakati raia wanaenda wakiuliwa kila siku inaleta uadui ama kutokukubaliana, kutokuaminiana kati ya raia na serikali. Na hiyo ndio nia ya hao wahuni, wanapendelea wakati wamefanya vitendo visivyowezekana kwa raia, sherti raia itakuwa na jicho mbaya kwa serikali, na wakati kutakuwa jicho mbaya kwa serikali hakutakuwa hiyo mahusiano ambayo tumetafuta tangu zamani kusema kwamba sherti serikali na raia waweze kutembea. Hiyo ni hata wakati yataweza kuna usalama mdogo, itakuwa ni njaa ambayo itapiga sasa vijiji vikubwa kama mji wa Beni, mji wa Butembo. Hivyo vijiji vitakuwa na shida ya kupata chakula, kwani chakula nyingi inatoka katika vijiji ambavyo viko pembezoni, mahali ambapo sasa ADF inafanya mauaji ya kimbali, ya kinyama kwa raia. Na hiyo sherti serikali iweze ikaona hiyo hatari kwa umbali, kwani kwa kweli mauaji yameanza miaka kadhaa, lakini tunawaza serikali hiyo miaka yote ni nini ambao wamekamata kama mbinu ya kuweza kuleta suluhisho ya kudumu? Ni nini ambao wamekamata kama strategia ili haya mauaji yasiyo wakafikia raia? Kwani kuna yale ambao yamepanwa kama proposition ya kusema waweze wakapana silaha kwa vijana wamoja katika vijana waweze wakapambana na adui, serikali ije iwasapoti wakati wao wenyewe wamekisha kuwakimbiza. Yani wanafanya system ya local defense, lakini serikali haijafikia kiwango ya kuitekeleza. Ni jambo ambalo tunajiuliza kwa nini hawaitekelezi. Lakini kwa sasa wakati tunaingia kwa umbali, kwa undani, mambo ya ADF imekuja na mambo mengine, na imekuja na system nyingine. Na kwa mbele ukikumbuka kuna yale maprogram ambayo walikuwa nakisema wanaweza wakatoa mafuta kwenye vale ya Semliki, yani watoe mafuta na waweze kuitengeneza na iweze ikaleta pesa kwa serikali. Na ukiangalia kwa umbali nafasi zote ambazo zinatolewa mafuta, sherti wagaidi wawe maeneo hayo. Ndio maana tunajiuliza hii shida ambayo wagaidi wanazoea kuwa mahali ambapo kunatolewa mafuta, kwa nini hata vyombo vya ulimwengu wa mataifa hawajaweza kujua chanzo cha hiyo jambo ni nini? Kwa nini wagaidi wawe maeneo ambayo yanatolewa mafuta? Hiyo ni maswali ambayo tunajiswali na hatujapata jibu tayari. Lakini serikali ya Kongo, kwani ni yao ndio iko na jukumu ya kulinda raia na mali yake, sherti ifanye nguvu zaidi. Kuna maoperation ambazo zimefanyika, operation Usuja ambayo imeunganisha serikali ya Uganda na serikali ya Kongo. Sherti waweze wakaendelea zaidi, tuone matunda ya hizi operation katika maeneo yote, isiyo tu katika maeneo mamoja. Tumeona namna gani wazalendo wamefanya kwa kuzuia M23 kuingia katika teritoria ya Lubero yote. Kwa nini hawa wazalendo hawawezi wapeleka katika maeneo ambao kumekuwa maafa ili waweze wakazuia hii maeneo kuweza kukua na uingizaji wa ADF na kufanya mauaji katika hiyo maeneo? Nadhani serikali sherti waikali waweze kuchunguza zaidi, kwani mahali ambapo tunaendea ni pabaya kabisa. Jaribu kunijibu kwa uchache. Mpaka mdao unavyozungumza nawe, hali ikoje katika mji wa Mangina? Wakahazi wanaendelea na shughuli zao za kawaida kama kawaida?
Kwa kweli katika mji hakuna shughuli zote ambazo ni za kawaida ambazo zinaendelea. Kuna uoga, kwani kijiji cha Mangina na karibu ni mji kabisa mmoja, ni karibu na karibu. Alafu kwa sasa ni watu wanaendelea kujiuliza wangapi walibebwa, wangapi walifariki katika njia ama safari ya hawa wahuni kutoka Mangina kuenda Kalibo. Yaani hiyo utafiti ndio unaendelea na kazi zimekuwa kama zimeshimama. Yaani ni kuangalia na hoga. Kuna wengi ambao wametarajia kuweza kutoka mji kuenda nafasi ambapo wanawaza kuna usalama. Na hiyo ndio hatari, wakati kuna kundi la watu wanatoka eneo fulani kuendea eneo fulani. Hawa magaidi wanaweza wakajifanya kama wa civilian, wanaingia katika hilo kundi, na wao pia wanatoka mwile kijiji wanaenda kijiji kingine, na wanaweza wakaenda fanya mauaji katika kijiji ambacho watu wanakimbilia. Nadhani serikali iweze kuchunguza na kufuatilia kabisa zaidi. Kwa habari za haraka, za kina na za uhakika kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa kwa mkongomani aliye nje, usikose kusikiliza JCTV. Usikose pia kusubscribe, comment, like na kushare. JCTV ni jicho lako. Kwingineko ni kwamba Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limewawekea vikwazo watu 6 na mashirika mawili yanayohusishwa na mzozo unaoendelea mashariki mwa DRC. Miongoni mwa waliowekewa vikwazo ni Corneille Nangaa, mratibu wa muungano wa AFCM 23, pamoja na John Imani Nzenze anayewasilishwa kama mkuu wa idara ya ujasusi ya M23. Viongozi wengine waliolengwa ni Sebastien Uimbabazi na Gustave Kubwayo wa kundi la FDLR, Mohamed Lumisa wa kundi la ADF kutoka Uganda, pamoja na Charles Sematama, kamanda wa kijeshi wa kundi la Twirwaneho linalofanya shughuli zake katika maeneo ya milimani ya Kivu Kusini. Pia Umoja wa Mataifa umeongeza kwenye orodha yake ya vikwazo makundi mawili ambayo ni AFCM 23 na Twirwaneho. Vikwazo hivyo vinajumuisha kufungiwa mali na akaunti, marufuku ya kusafiri kimataifa, pamoja na zuio la kupokea au kununua silaha. Hatua hii mpya ya Umoja wa Mataifa imekuja wakati ghasia na mapigano yakiendelea katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini. Lengo la vikwazo hivyo ni kuwawajibisha watu na makundi yanayotuhumiwa kuchochea machafuko na kukiuka marufuku ya silaha nchini DRC. Rais Felix Tshisekedi wa DRC ashiriki mkutano wa kimataifa wa amani mjini Luanda nchini Angola. Mkutano wa kimataifa una kauli mbiu wito wa amani, kumaliza vita na kuheshimu sheria za kimataifa. Kabla ya kuanza kwa mkutano huo, Rais Tshisekedi alikutana kwa mazungumzo ya ana kwa ana na mwenyeji wake, Rais wa Angola Joao Lourenço. Viongozi hao wawili walijadili ushirikiano kati ya nchi zao, urais wa DRC katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, pamoja na hali ya usalama mashariki mwa DRC. Kupitia ushiriki wake katika mkutano huo, Kinshasa inalenga kusisitiza wajibu wa kila mdau katika kuhakikisha kuwa amani haibaki kuwa ahadi tu, bali inageuzwa kuwa hatua halisi na zinazoweza kuthibitishwa. Mkutano huo unaofanyika kuanzia tarehe 16 hadi 17 Julai 2026 unalenga kuhamasisha utatuzi wa migogoro kwa njia ya amani. Pia unaangazia mchango wa wanawake, vijana na michezo katika kuimarisha amani duniani. Na mwisho kabisa, mwanamuziki Mr. Gave, mmoja wa sauti maarufu za mji wa Uvira, amefariki dunia ghafla jioni ya tarehe 16 Julai mwaka 2026. Taarifa za kifo chake zimethibitishwa na madaktari wa hospitali kuu ya rufaa ya Uvira, Kivu Kusini. Kwa mujibu wa mashuhuda, msanii huyo alipelekwa hospitalini kwa matibabu, lakini alifika akiwa tayari amefariki. Vyanzo vya karibu na familia yake vimeeleza kuwa Gave alikuwa akisumbuliwa na ugonjwa wa homa ya matumbo maarufu kama typhoid kwa siku kadhaa zilizopita. Kifo cha ghafla cha mwimbaji huyo, ambaye alijulikana sana kupitia wimbo wake maarufu Babo, kimewaacha katika huzuni wakazi wa Uvira, Fizi, Bukavu na hata Burundi. Tayari wananchi wengi, hasa vijana, wameanza kutoa salamu za rambirambi kupitia mitandao ya kijamii. Gave alikuwa mmoja wa wasanii waliopendwa zaidi Kivu Kusini, akijizolea umaarufu kupitia nyimbo zilizozungumzia maisha ya kila siku ya vijana wa ukanda wa maziwa makuu. Tunatoa pole zetu za dhati kwa familia yake, marafiki
ndugu na mashabiki wote walioguswa na msiba huu. Zaina, Zaina, you are my sweetie Zaina. Zaina, Zainabo, Zaina, 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 you are my sweetie Zaina. Zaina, Zainabo, Zaina, Zainabo, Zaina, Zainabo. Wameumba mamaliza na mpasifa kuniletea Zaina, Zaina, pali pake pakuka moyoni mwangu kabisa. Daima, daima, kichwani mwangu yeye tu anayeniweka roho juu. Elvatema me rendez-vous, yeah, me rendez-vous. Toto bote supu anipa vyakula visio kifu, natamana ta kila siku Nye vipi, bintake nini tena? Nisha pendo langu na Zaina, ananita dadi na muita mama yo. Nye vipi, bintake nini tena? Nisha pendo langu na Zaina, ananita dadi na muita mama yo. Zaina, oh Zaina, Zaina, oh Zaina, you are my sweetie Zaina. Zaina, oh Zainabo, Zaina, oh Zaina, Zaina, oh Zaina, you are my sweetie Zaina. Zaina, oh Zainabo, Zaina, Zainabo, Zaina, Zainabo. Wameumba mamaliza na mpasifa kuniletea Zaina, Zaina, pali pake pakuka moyoni mwangu kabisa. Daima, daima. Ni mwisho wa habari zetu. Naitwa Musa Huseni. Kwa heri kwa leo.